maandalizi yake yaliandaliwa yeye akae kimataifa. Ndio maana ametua Yanga kwa dau kubwa, mshahara mkubwa, alivyoboreshewa mwaka jana mshahara tika zaidi ya milioni 40, kwa sababu dola 19,000 tunazungumzia milioni 43 44 kwa mwezi. Yes, take home, nyumba ya kuishi, bima. Kaoa dada yenu hapa juzi mikata. Jioni ni kwamba Stefan Aziz Ki baada ya mchezo dhidi ya JKT Tanzania pale jana Tanga, inaelezwa kwamba anaripoti kwenye kituo chake cha kazi majukumu yake mapya huko Wydad Casablanca. Taarifa hizi zilikushtua ama wewe ulikuwa nazo muda mrefu, sema tu ukutaka kuzungumza public? Wydad Casablanca, ombi lao au maulizio yao ya nyota wa Yanga lilianza nadhani tangu mwaka jana pale. Ilikuwa ni Mzize na Aziz Ki. Na kama niko tofauti na kosea, mtu atani prove wrong. Lakini nakumbuka ilikuwa ni dola milioni 1 kwa Mzize, dola milioni 1.5 kwa Aziz Ki. Kwa maana kwamba bilioni 3 na kwa bilioni 2 na madau ya Aziz Ki na nani na Mzize. Yanga waliweza kumretain Azizi, kumkeep, wakampa mkataba wa miaka 2. Na waliona hiyo biashara kesho, ili huu mwaka uliosalia wao wauze, sio waondoke huru. Hapa naeleweka kwa hiyo ilikuwa ni mbinu ya kibiashara. Hilo hata Manchester United waliwahi kufanya mwaka 2008. Alikuwa anamaliza Cristiano, anaondoka, Real Madrid wanamtaka baada ya ubingwa wa UEFA. Lakini nakumbuka Ferguson akamwambia endelea kusalia huu mwaka 2009 hapa, ili wao nionekane kwanza tuzo ya uchezaji Ballon d'Or ile, awe amewahi kutoa mchezaji mwenye Ballon d'Or. Hapa naeleweka? Yani kocha naye ana career yake, na CV yake. Umewahi kutoa bingwa, umewahi kutoa MVP, umewahi kutoa Ballon d'Or. Kwa wakabaki msimu mmoja na walimuongezea miaka 2, wakauza Manchester, walipata faida kidogo. So kwangu mimi ni akili nzuri ya kibiashara ambayo Yanga waliitumia, na kama tumeliona hilo, ukiachana na mwanzo mbaya wa msimu huu kwa Aziz Ki na Yanga nzima, msimu huu haukuwa na mwanzo mzuri kwao. Aziz Ki hajacheza 100 kama alivyomaliza misimu ule wa mwaka juzi ulivyokuwa unaisha 23 na huo 23-24 ambao amekuwa MVP, best midfielder na top scorer. Ile 100 ile aloitoa mwaka jana, ile ilikuwa imekaa kimkakati. Wale wachezaji wana management. Aziz Ki ameandaliwa Uhispania. Mafunzo yake na maandalizi yake yameandaliwa wapi? Uhispania. Yani mitaala ambao wamepita kina Xabi Alonso, sawa kina Sergio Ramos, Lamar, sawa yeye Lamine Yamal, si ndio wote ile ndio mitaala hiyo. Yes, inawezekana ya wale bora, ya kwake sio bora, lakini wenzetu wana falsafa za taifa, kwamba sisi tuna recruit wachezaji hivi. Na hata ukiangalia Aziz Ki anavyocheza, ana utofauti mkubwa. Smartness yake, calmness yake, jinsi anavyo execute matukio, receiving zake za ball, tani anazofanya, passes zake, pinpoint zake, through ball zake, anavyofunga, anavyoshuti. Yani unaweza kusema ametumia maguvu sana, lakini sio maguvu. Sometimes anagusa tu mpira pap, unashangaa mpira umeenda kwa nguvu. Anaweza kapiga mpira ili adundishe hapa uende vipimo. Ana vitu fulani hivi tofauti sana. Unaweza ukasema kwa haraka ukakurupuka kwamba labda pengine kichuya kipaji hicho anacho, lakini ana mafunzo ya Aziz Ki. Unaweza ukasema Ramadhani Singano Messi alikuwa na kipaji hiko, ana mafunzo na maandalizi ya Aziz Ki. Unaweza ukasema ukakurupuka ukasema labda Farid Musa, hata yeye mguu wa kushoto anaweza kufanya hivyo vitu, ana maandalizi na jinsi alivyopita tanuri za Aziz Ki. Kwa nadhani matayarisho yao, let's talk football, sawa? Easy. Janchazi ya Hoa na Faisal, nani ana kipaji? Talent. Faisal. You see? Nani ana uwezo wa kufanya matukio sahihi kuliko mwenzie? That's a football. Umeelewa School ball, yani maandalizi yake yaliandaliwa yeye akae kimataifa. Ndio maana ametua Yanga kwa dau kubwa,
mshahara mkubwa, alivyoboreshewa mwaka jana mshahara tika zaidi ya milioni 40, kwa sababu dola 19,000 tunazungumzia milioni 43 44 kwa mwezi. Yes, take home, nyumba ya kuishi, bima, kaoa dada yenu hapa juzi mikataba ya mabenki, you see, amekaa hivyo, ameandaliwa kibiashara. Lakini kumbuka analetwa Yanga kwa dau kubwa kutoka Aseke Mimosas Ki na nini, lakini Faisal alikuwa anaanza ile namba. Azizi Ki hata Yanga wanaenda kwenye group, kwenye makundi, Azizi Ki ndo aliwapeleka kwenye makundi Klabu Africaine. Ile goli nakumbuka ilipigwa pinpoint pass na Abubakar Salum Shuaboy, alafu akaidrop Mayele, yeye akapiga semi volley, wakaenda Yanga kwenye makundi kombe la shirikisho, si ndio? Aliingia sabu, alitoka Faisal kama nakumbuka. Faisal alikuwa anaanza kwa Azizi Ki, lakini nani mwenye thamani? Azizi Ki. Na ndio maana Faisal alipoanza kuona why yani mimi milioni 4 hawa milioni 25 wakati ule, kwa sababu alikuwa analipwa zaidi ya dola 9,000 au 10,000 kwa wakati alivyokuja. Kwa ni zaidi ya milioni 20. Kwa wao unalipwa mara, yani mtu analipwa hela yako wewe mara 5. Lazima Faisal alikuwa ana haki ya kuhoji. Sawa So nadhani tunazungumzia jinsi ambavyo ameyatendea haki. Pongezi kwa klabu ya Yanga kumleta Azizi Ki hapa, wachezaji wa ngazi kubwa sana, MVP, former MVP ya Ivory Coast, lakini Pacome, lakini Jean Charles Ahoua, wote nimekutajia hawa, wote ni former MVPs wa Ivory Coast. So sio bidhaa nyepesi hivi. Yes, Yaya Toure hata kama alikulia Ulaya, alipita pia Ivory Coast pale Aseke Mimosas. Hakuwahi kuwa hata top scorer au best midfielder. Wale ma MVP, what do you see? Gervinho hakuwahi kuwa MVP wa Ivory Coast. Umepita hapo Ivory Coast. Didier Drogba vipi hapo? Solomon Kalou. Kwa nadhani unaona haya madaraja. Ebue alitoka straight kutoka Ivory Coast, nakumbuka sijui Stella alikuwa hii timu ambayo ametoka Jean Charles Ahoua. Sawa Straight Arsenal. It's very hard kwa mchezaji kutoka Afrika Mashariki kuingia EPL moja kwa moja. Magharibi, yes, I'm sorry. Mashariki sasa kwetu. Magharibi ni rahisi. Nigeria kwenda Ulaya direct unaingia kwenye ligi zao. Kuna ngazi wameiweka. Sisi huku Samata ilimlazimu kupitia Ubelgiji. Yes, cheti kile au naniliu kuwa verified au Victor Wanyama yule Mkenya. Ni lazima kuna daraja ya ligi fulani upite ndo wakuone useme kipaji maalum. Kama alipita nadhani Celtic alikuwa ya Scotland Victor Wanyama. So nadhani unaelewa na maanisha nini. Lakini Pacome kama angetakiwa Ulaya direct anaingia EPL kutoka Ivory Coast. Ni ngazi. Ligi taifa lenu liko la ngapi kwenye rank za FIFA? Kuna nadhani naeleweka sehemu hiyo. So ni vitu ambavyo naviongelea kwa umbali sana. So kwangu ni heri kwa Yanga, wamefanya biashara kama kweli wamenufaika na fedha. Wydad Casablanca ni taifa ni klabu kubwa, na of course anaenda kucheza World Club ile champion, tutamuona dhidi ya Man City. Nadhani target yao yeye pia mama wakala wake wakae kibiashara chini na Hers na bodi yake. Naomba tufanye biashara, tulikukubalia kibiashara, tumekuwa watu waende, watu wapate hela, walete nyota wengine. Of course kwangu mimi alichokitoa kwenye nchi yetu, kwanza mgeni midfield kiungo mshambuliaji kuchukua tuzo 3, kwangu ni record ya Azizi Ki ameiweka. Watu wanajiuliza kwamba Young Africans wana mchezo wa finali wa FA ambao unajulikana kama CRDB Cup. Lakini pia Young Africans anamaliza ligi bado mechi 2. Lakini pia kuna ule mchezo ambao umebaki na Simba. Bado tupo kwenye kalenda ya bodi ya ligi, hawajailishwa bado. Kama endapo Young Africans atapeleka timu uwanjani. Bado Young Africans ana malengo. Vipi kuhusu hii squad? Inaweza kuwa tayari kwenda kumkabili Mpanzu na Simba kwenye finali ya FA kama endapo Simba Azizi Ki itakiwa aondoke Mei Mosi. Yanga waliomba wiki 2 za ziada ili waone Pacome anarejea. Do you think they are full? Yani me and you we can discuss about it. The people choose Azizi to take him from there to here. Sisi tuone potential yake kuliko wao. Do you think they are full? Unasi ni wajinga? No. Waliomba 2 weeks. It wasn't kwamba jana ni special sana, no, kwa sababu ilikuwa ni mchezo wa weekend ya mwisho ya yeye kabla hajaondoka. Azizi Ki anataka aondoke hapa tarehe 1 Mei Mosi.
Kwa nini klabu hajatoa statement? Wanaandaa goodbye, na of course tayari sio jambo la kuvuja, kwa sababu afisa habari wa klabu hiyo amezungumza kuhusu Mzize na Aziz Ki several times, na kuhusu kwamba wanatakiwa na madau yalikuwa yanatajwa several times, ila tu Mzize baadaye kaja kuonekana kwamba Ufaransa anaenda Olympique Marseille, si ndio? Ilikuja kuonekana kwa sababu walisema hatuwezi kumwachia kwa dola milioni 1, labda dola milioni 2, yani iwe kubwa zaidi. Kwa nini? Wanaiona potential kubwa zaidi sababu ya umri pia. Aziz Ki na Mzize wamepishana miaka zaidi ya 5 kwa namba zinazoonekana Google na kwenye makaratasi. So nadhani si Yanga wameliangalia hilo, kwa wanaamini Mzize watanufaika naye zaidi kwa fedha kubwa zaidi. Yes, of course.